Watu takriban 12 wamejeruhiwa baada ya shambulio la drone la Ukraine kulenga eneo la Rostov nchini Urusi, huku makumbusho na mnara wa kumbukumbu wa wanajeshi wa Umoja wa Kisovieti waliopigana dhidi ya Wanazi katika vita kuu ya pili ya dunia vikiharibiwa. Kwa mujibu wa gavana wa mkoa wa Rostov, Yuri Slyusal, moja ya drone hizo ilipiga jengo kuu la maonesho na kituo cha taarifa cha makumbusho ya Sambek Heights, akielezea tukio hilo kuwa janga kubwa. Amesema watu 10 kati ya waliojeruhiwa wamelazwa hospitali kwa matibabu, huku wengine wakipatiwa huduma za dharura. Makumbusho ya Sambek Heights yanahifadhi historia ya mapambano ya wanajeshi wa Kisovieti waliokomboa eneo hilo kutoka kwa Wanazi mwaka 1943. Mnara wa kumbukumbu ulijengwa mwaka 1980, huku makumbusho hayo yakifunguliwa rasmi mwaka 2020 baada ya kujengwa kwa michango ya wananchi wa eneo hilo, jambo lililopelekea kujulikana pia kama makumbusho ya wananchi. Gavana huyo aliita shambulio hilo kitendo cha ukatili wa hali ya juu. Mashambulizi hayo yanakuja wakati Ukraine ikiendelea kuongeza mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya maeneo ya Urusi, ikilenga miundombinu ya kiraia na nishati, huku mapigano mstari wa mbele yakiendelea. Ijumaa, jeshi la Urusi lilisema lilidungua drone 660 za Ukraine katika usiku mmoja, idadi kubwa zaidi kuwahi kuripotiwa tangu kuanza kwa vita. Katika tukio tofauti, gavana wa mkoa wa Volgograd, Andriy Bocharov, alisema mtu mmoja aliuawa na wengine 11 kujeruhiwa baada ya shambulio la Ukraine kulenga kituo cha viwanda katika mji mkuu wa mkoa huo. Watu 2 wameripotiwa kuwa katika hali mbaya. Moscow imeendelea kusisitiza kuwa mashambulizi hayo ni vitendo vya kigaidi na kwamba hayatoifanya Urusi kubadili malengo yake ya kijeshi. Serikali ya Urusi imeonya kuwa itaendelea kujibu kwa mashambulizi ya kimfumo na ya mfululizo dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Ukraine, ikiwemo maeneo ya kutengeneza drone, vituo vya uongozi na maeneo ya kufanya maamuzi ya kijeshi.